نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akubali funga zetu na ibada zetu nyingine zote tulizozifanya na tunazoendelea kuzifanya. Mwendelezo wa Ali Imran, tunaanza aya nambari 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Nambari 29 ilikuwa waambie hao watu chochote kile watakacho kificha katika nafsi zao au kile watakachoamua kukidhihirisha, Allah anakijua na atawalipa siku ya Kiyama kwa mujibu wa nia zao. Na Allah yeye anajua yote yaliyo mbinguni na yaliyo ardhini, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi na ni muweza juu ya kila kitu. Siku ya Kiyama yenyewe ni hivi: yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min su'in muhdara min khairin muhdara. Yauma tajidu ni siku ambayo tajidu kullu nafsin, itakuta kila nafsi, ma amilat, yale ambayo iliyofanya, min khairin, miongoni mwa mambo mazuri, miongoni mwa mambo ya kheri, muhdharan, yamehudhurishwa, yamewekwa mbele yake, wama amilat, na yale yote iliyofanya, min suin, miongoni mwa mambo mabaya, yamehudhurishwa, yamewekwa mbele yake. Hapo tawaddu, nafsi itatamani, lau anna bainaha wa bainahu amadan baida, lau pangekuwa kati ya nafsi hiyo na hayo iliyofanya pana amad, pana muda mrefu. Yuhadhirukum Allahu nafsahu, na Allah anakuonyeni na adhabu yake. Wallahu raufun bil ibadi, na Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake. Ndugu zangu, kila unachokifanya ni ibada kikiwa kizuri, na opposite yake kila unachokifanya kama ni kibaya ni maasiya. Sababu ibada tumekubaliana ni jina jumuishi, ismun jami'un, ni jina jumuishi, jina lenye kukusanya likulli ma yuhibbuhu Allahu ta'ala wa yarda. Jina lile linakusanya yale yote anayoyapenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyaridhia, min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina, miongoni mwa kauli zetu, maneno yetu tunayoyasema na matendo yetu tunayoyafanya, yaliyofanywa na kusemwa waziwazi na yaliyofanywa na kutendwa kwa siri, yote ni nini? Ni ibada, muda wa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo hilo linampendeza na kumridhisha. Kinyume chake, kila unalofanya ambalo halimpendezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni maasiya. Kila unalosema ambalo halimpendezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni maasiya. Na mtu akifanya lolote liwe la kheri atalipwa, na akifanya lolote liwe la shari pia atalipwa.
faman ya'mal mithqala dharratin khaira yara waman ya'mal mithqala dharratin sharra yara. Lolote utakalofanya utalipwa. Allah anasema kulipwa kwenyewe, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairi muhdara. Yauma tajidu kullu nafsin ni siku ambayo itakuta kila nafsi, ma itakuta yale ambayo amilat, nafsi hii imeyatenda, min khairi, miongoni mwa mambo ya kheri, miongoni mwa mambo mazuri, muhdara, yamehudhurishwa mbele yake, yamewekwa mbele yake. Yale ambayo nafsi yako itakayofanya miongoni mwa mambo ya kheri, miongoni mwa mambo mazuri, yatahudhurishwa siku hiyo mbele yako. Wama, na siku ambayo nafsi itakuta yale ambayo amilat, iliyotenda, min su'in, miongoni mwa mambo mabaya, nayo pia ni nini? Muhdhara, yamehudhurishwa. Hiyo hairudiwi, inatosha ile muhdhara ya pale kujulisha, na ya shari pia nayo muhdhara yatahudhurishwa. Min babi liktifa, ile muhdhara ya mwanzo inatosha, na hapa mbele pia na yale ambayo ya shari nafsi iliyofanya itakuta pia yakiwa muhdhara, yamehudhurishwa. Inatufasiria aya nyingine, nasema siku hiyo mwanadamu akisha kuyaona atasemaje? Mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kina nini kitabu hiki? Kwa sababu kila unalotenda litaandikwa na wale malaika wale wanaoandika matendo yetu. Halafu ukioneshwa siku ya Kiyama, utakuwa mtu analalamika, mali hadha alkitab, lina nini daftari hili? Kina nini kitabu hiki? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, haliachi daftari, haliachi jambo dogo wala jambo kubwa, isipokuwa hulidhibiti. Kitabu hiki hakiachi jambo dogo wala hakiachi jambo kubwa, isipokuwa ukidhibiti. Leo unayakuta mbele yako yote yale madogo na makubwa uliyoyatenda yakiwa muhdharan. Yauma tajidu, siku ambayo nafsi itakuta, yauma tajidu kullu nafsin, siku ambayo kila nafsi itakuta, ma amilat, yale ambayo nafsi imefanya, min khairin, miongoni mwa mambo ya kheri, miongoni mwa mambo mazuri, itayakuta yakiwa muhdhara, yamehudhurishwa mbele yake. Wama amilat, na yale ambayo nafsi iliyofanya, min su'in, miongoni mwa mambo mabaya, miongoni mwa mambo mashari, nayo pia nafsi itayakuta yakiwa muhdhara. Hiyo hairudiwi tena, min babi liktifa, inatosha ile muhdhara ya nyuma kuwa hapo mbele unajua pia itakuta yakiwa yamehudhurishwa. Siku moja tulisema na tukafananisha na mfano gani? Wa aya ya kwanza ya suratul Nisa. Allah kaeleza mengi, kisha akasemaje? Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Allah akasambaza, akatawanya kupitia Adam na Hawa, wakapatikana duniani wanamume wengi na wanawake wengi au wachache. Hauna haja tena wa nisaan kathirati, kathira ile ya nyuma inatosha, min babi liktifa. Na hapa pia hivyo hivyo, wama amilat min su'in muhdhara, huna haja ya kurudia muhdhara, ile ya nyuma inatosha. Ndio lugha ya Qur'ani ilivyo. Yauma tajidu, siku ambayo itakuta, kullu nafsin, kila nafsi, ma amilat, yale iliyoyatenda, min khairin, miongoni mwa mambo mazuri, miongoni mwa mambo ya kheri, muhdhara, yamehudhurishwa mbele yake. Wama amilat, na yale iliyoyatenda, min sharrin, min su'in, miongoni mwa mambo mabaya, nayo itakuta yakiwa muhdhara, yamehudhurishwa. Hilo alirudiwi, muhdhara ya nyuma inatosha. Tawaddu, itatamani, hiyo nafsi itatamani, inatokana na mawadda, kupenda. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, wa wadda yawaddu. Tawaddu, nafsi itatamani, lau anna bainaha wa bainahu, lau kama kati ya nafsi na hayo iliyoyatenda, amadan baida, pangekuwa na masafa ya mbali, alilotenda yakawa yamewekwa Mwanza huko, yeye yuko hapa,
aliyotenda yako Bukoba huko, yeye yuko hapa. Lau anna bainaha, baina ya nafsi wa bainahu, na baina ya yale aliyoyatenda, pangekuwa na nini? Amadan baida, masafa marefu, masafa ya mbali. Lakini hiyo unatamani tu, na nyinyi mnajua tamani ni kitu ambacho inakuwa kigumu kupatikana kwake au hakiwezekani kabisa, tofauti na taraji. Unaposema nataraji kwenda sehemu kadhaa, hiyo ni asilimia nyingi tu, lakini natamani kitu fulani ningekipata, upatikanaji wake huo mgumu au haiwezekani, ndio utatumika tamani. Kama mtu mzima mmoja alochezea maisha ya ujana, hatimaye mambo yamempita, uzeeni ndo anakumbuka kuoa, wakati tayari uzee ushamvunja, ushamharibu. Sasa unakumbukaje kuoa mke wa kwanza una miaka 75? Ili iweje sasa? Basi alisema kwa malalamiko, ala laita shababa yaudu yawman fa ukhbirahu bima faala almashibu. Natamani laiti ujana ungekuwa unarudi japo siku moja tu, ili nikaueleza namna gani unavyoniteketeza na kuniumiza mie huu uzee. Hivi ndio waulize swali, ujana inawezekana kurudi? Yaani mtu ashafikia uzeeni alafu arudi tena awe kijana kwa maisha ya kidunia, inawezekana? Kwa hiyo ndio maana alitumia tamani, kwa sababu ni jambo hilo upatikanaji wake umekuwa mgumu. Na nafsi pia kutengeneza masafa kati yake yeye na yale aliyoyafanya, hicho kitu ni kigumu, kama sio haiwezekani. Ndio maana tawaddu, nafsi na tamani. Lau anna bainaha, lau pangepatikana kati ya hiyo nafsi wa bainahu, na kati ya yale aliyoyatenda, pangekuwa na amadan baida, masafa ya mbali. Wayuhadhirukum Allahu nafsahu, na Allah anakutahadharisheni na adhabu yake. Allah anakupeni tahadhari, msimchezee, sababu adhabu yake ni adhaban alima. Wallahu raufun bil ibadi, lakini Mwenyezi Mungu ni mpole kwa waja wake. Raufun, mpole, bil ibadi, kwa waja wake. Na tushasema pia yeye kaondolewa ile he ya mudhafun ilayhi, ikawekwa mwanzoni ikawa alifu na lam, iwadan anil mudhafi ilayhi. Wallahu raufun bil ibadi, na Mwenyezi Mungu yeye ni mpole kwa waja wake. Lakini anakutahadharisheni, huu upole wake msiutumie vibaya, ndio maana anakutahadharisheni. Kama yule Mutanabbi aliposema siku moja, anamwambia mtu asiyemjua vizuri, wajahilin baddahu fi jahlihi dhahiki hatta idha atathu yadun farasatun wadamu. Wajahilin wa uruba, na mara nyingine mtu mjinga, mtu asiyenijua vizuri mimi ni nani, baddahu fi jahlihi dhahiki, kule kucheka kwangu kuna muongezea ule ujinga wake. Ataendelea hivyo hatta idha atathu yadun farasatun wadamun, mpaka siku moja ukimfika mkono wangu wenye kushambulia na kumwaga damu, ndo atanijua mimi nani. Kwa Mwenyezi Mungu yeye anaotahadharisha watu na adhabu yake, japokuwa yeye ni mpole kwa waja wake. Upole huu usiutumie vibaya, siku akikutia mkononi utatamani we ule upole wake ukurudie, halafu hutoupata. Wayuhadhirukum Allahu nafsahu wallahu raufun bil ibadi. Qul, sema uwaambie, in kuntum tuhibbuna Allaha, ikiwa nyinyi kweli hasa mnampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, nifuateni mimi. Allah Subhanahu anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallama awaambie wafuasi wake, in kuntum tuhibbuna Allaha, Muhammadi waambie wafuasi wako,
ikiwa kweli nyinyi munampenda Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, fattabi'uni, nifuateni mimi, sio mumfuate anakokwenda, fateni maelekezo yake. Fattabi'uni, nifuateni mimi, fateni